Hello mwana michezo, karibu katika channel yetu ya Michezo Live. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki ili waweze kupata habari zinazohusu michezo. Mafanikio ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON 2025, yamezua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kabla ya kuanza kwa michuano hiyo, Taifa Stars ilikumbana na dharau na kubezwa kutoka kwa baadhi ya majirani waliodhani timu hiyo ingetolewa mapema. Hata baada ya kufuzu hatua ya 16 bora, kejeli ziliendelea mitandaoni, hasa zikielekezwa kwenye namna ilivyofuzu bila kushinda mechi yoyote katika hatua ya makundi. Hata hivyo, kufuzu kwa Taifa Stars hadi hatua hiyo muhimu kumeibua tafakuri mpya kwa wadau wa soka katika ukanda huo. Mashabiki na wachambuzi kadhaa sasa wanakiri kuwa Tanzania imepiga hatua kubwa kisoka, wakitaja uwekezaji mkubwa katika ligi kuu ya Tanzania kuwa nguzo kuu ya mafanikio hayo. Kupitia mitandao ya kijamii, wachambuzi wa soka kutoka nchi jirani wameeleza wazi kuwa tofauti ya maendeleo ya soka kati ya Tanzania na baadhi ya majirani zake sasa inaonekana wazi. Mmoja wa wachambuzi hao ameandika kuwa tangu mwaka 2019 hadi 2025, Tanzania imekuwa ikifuzu AFCON mara kwa mara kwa misingi ya ushindani, tofauti na Kenya ambayo mara nyingi imekuwa ikitegemea bahati au nafasi za uwenyeji katika mashindano ya CHAN na AFCON 2027. Ameongeza kuwa maendeleo ya Taifa Stars yanatokana na msingi imara wa ligi ya ndani, huku akieleza kuwa Kenya imekuwa ikibaki katika lawama na visingizio kuhusu kushindwa kwa timu yao ya taifa Harambee Stars badala ya kujenga mifumo imara ya maendeleo ya soka. Mchambuzi mwingine ameeleza kuwa idadi kubwa ya wachezaji wa Taifa Stars waliopo AFCON 2025 wanatoka moja kwa moja katika ligi kuu ya Tanzania, hali inayothibitisha uwekezaji uliopo, miundombinu bora pamoja na taaluma inayozidi kuimarika. Amepongeza pia maendeleo ya klabu za Tanzania katika mashindano ya kimataifa na uwepo wa mifumo madhubuti ya kukuza vipaji vya vijana. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, Taifa Stars kwa sasa ni timu iliyokomaa, yenye mwelekeo sahihi na mustakabali mzuri wa muda mrefu. Kwa ujumla, mafanikio ya Taifa Stars yamekuwa somo muhimu kwa majirani zetu. Ujumbe unaojitokeza ni wazi kuwa katika soka hakuna njia za mkato. Uwekezaji wa muda mrefu katika ligi ya ndani, mipango thabiti na usimamizi bora ndiyo msingi pekee wa mafanikio endelevu. Asante kwa kutufuatilia mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako. Ikiwa umependa channel hii, acha maoni yako hapo, share na marafiki.